Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Segerea Net Event Season 4. Nguvu ya neno. Siku nyingine tena ambayo Mungu ametupatia kibali kuwepo miguuni pake kuendelea kujifunza katika mfululizo huu wa majuma mawili ya mikutano yetu, na ninatumia hii fursa kuendelea kukukaribisha na kukusihi uendelee kushare link ili rafiki pamoja na jirani tuendelee kubarikiwa kwa pamoja kwa masomo haya kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Na kwa leo tena niko tayari kukujuza nini kinafuata, nini kinaanza na tunaelekea wapi. Na kama ilivyo ada, ninawaleta kwako kwa ya kanisa la Waadventista wa Sabato Segerea. Wao watakubariki na wimbo mmoja, na mara tu baada ya huo wimbo Daktari Mtori Abraham anakuja na somo zuri la afya linalosema mlo na lishe. Mulo na lishe. Kaa kwa kufuatilia kwa makini ili ujue unapaswa kula nini kwa ajili ya afya yako. Mungu akubariki na endelee kubarikiwa pamoja nasi. Watakatifu wa Mungu, kesheni mkiomba kila siku. Adui yupo kazini hajalala, na kila siku awinda kama simba. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Maombi silaha yetu, tumchao Mungu. Watakatifu wa Mungu, kesheni mkiomba kila siku. Adui yupo kazini hajalala, na kila siku awinda kama simba. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Maombi silaha yetu, tumchao Mungu. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda haki. Amini Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda haki. Amini Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Tenga muda wako kwa Mungu wako, na maombi ni silaha. Kwa maombi mengi tutashinda yote, tutazifukuza nguvu za giza. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Jaribu nawe uone mkono wa Bwana.
wako kwa Mungu wako, na maombi ni silaha. Kwa maombi mengi tutashinda yote, tutazifukuza nguvu za giza. Ni heri akeshaye kwa maombi, na sala hawezi ogopa kamwe. Jaribu nawe uone mkono wa Bwana. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda haki. Amini Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda haki. Amini Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda haki. Amini Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Hakuna kimbilio zaidi ya Mungu Baba, ndiye pekee kwetu tunaoamini. Usiogope kumweleza Yesu shida zako, na atatenda haki. Amini Mungu ndiye kimbilio pekee kwetu. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi tena ya kukutana katika siku ya 3 ya mfululizo wa mafundisho ya Segerea Net Event. Na naomba niwashukuru na kwaya kwa wimbo mzuri uliotangulia katika vipindi vyetu vya leo. Na leo tutakuwa na kipindi kingine kizuri, lakini kabla tujaendelea na kipindi hicho, naomba tumkaribishe Mwenyezi Mungu atuongoze. Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa unatupenda, unatujali na umetupatia fursa ya kukutana pamoja siku ya leo. Naomba katusaidie tunapojadili somo la leo zuri kuhusu lishe na chakula kilicho bora katika miili yetu. Ukatupatie uelewa mzuri na kumbukumbu kwa ajili ya faida yetu na wenzetu ambao tutakwenda kushare nao ujumbe huu. Asante kwa kuwa naamini utatusaidia na kutuelimisha zaidi, kwa sababu wewe ndiye mwenye hekima na mwenye elimu itokayo juu, kwa kupitia jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Leo tuna somo zuri sana. Jana tulipata wasaa wa kujifunza somo kuhusu miili yetu. Tulijifunza kwamba sisi tumeumbwa na Mungu na miili na chembe ndogo kabisa ambazo zinaitwa seli. Tukajifunza juu ya habari ya tishu, juu ya habari ya viungo na mifumo ambayo kwa ujumla wake ndiyo inayotengeneza mwili wa mwanadamu. Sasa leo tunaanza mfululizo wa sehemu ya pili kuhusu habari ya lishe. Siku ya leo tutajifunza habari ya lishe. Siku ya kesho tutajifunza juu ya habari ya lishe kwa mahitaji maalum. Vyakula gani vizuri kwa mtoto, mama mjamzito, mzee, mgonjwa, tutaongelea kuhusu kesho. Lakini pia kesho kutwa tutaongea kuhusu magonjwa ambayo yanaweza yakaambatana na ulaji ambao si mzuri. Kwa leo tuangalie kuhusu lishe na mlo kamili kwa ujumla wake, ili hii picha ya somo la leo itujengee msingi kwa masomo mawili ambayo yako mbele yetu. Kwa jina naitwa Ntoli Abraham. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na nimekuwa daktari sasa kwa miaka 11 nikitibu wagonjwa mbalimbali. Kwa katika hii dhana nzima ya chakula nimeona wagonjwa wengi na nimeona changamoto nyingi ambazo zina mahusiano mazuri makubwa na ulaji wetu na changamoto za magonjwa mbalimbali ambazo zinaathiriwa na ulaji ambao aidha si mzuri uliopitiliza ama ulaji ambao umekosa virutubisho katika uwiano sawia. Sasa hebu tuangalie neno lishe kama watu wengi tunavyolijua maana yake nini. Lishe ni ulaji wa chakula kinachotoa virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya matumizi ya mwili. Kwa hiyo ukisikia neno lishe maana yake ni vyakula ambavyo vimewekwa katika mpangilio maalum ambayo kwa matumizi yake vitakupatia mahitaji maalum ya mwili.
Na ndio maana ukienda kliniki unasikia mtoto wako ana utapiamlo, mpe chakula chenye lishe. Kwa maana kwamba lishe ni chakula ambacho kina virutubisho maalum ambayo vitakupatia ukuaji mzuri, nguvu na afya iliyo njema katika mwili wako. Sasa hivi virutubisho unavyokula vinakusaidia kufanya nini? Virutubisho hivi vinakusaidia kutengeneza tishu ama seli ama viungo ambavyo vina afya iliyo bora, lakini pia vinarekebisha sehemu ambazo zimeathirika. Mwili wa mwanadamu umetengenezwa, umekuwa programmed. Hizi seli za mwili zimekuwa zinaishi katika muda maalum. Kwa mfano mzuri, seli nyekundu ya damu inaishi siku 120. Kwa wale ambao wana magonjwa, kwa mfano mtu mwenye selimundu, sickle cell, zinaishi siku chache zaidi. Kwa hiyo kila seli ya mwili wa mwanadamu ina muda maalum wa kuisha na kuondoka, na nyingine zinachukua nafasi yake. Kwa hiyo katika hayo hali ya kurekebisha, kuna virutubisho ambavyo mwili unavitegemea uvipate kupitia chakula ili iweze kutengeneza seli mpya na kukidhi mahitaji ya mwili. Lakini pia unapokula chakula chenye lishe pia unausaidia mwili kujenga kinga dhidi ya magonjwa. Kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana magonjwa mwili unapambana dhidi ya magonjwa kwa sababu ya uwepo wa mahitaji ama vitu muhimu kadhaa kutoka kwenye vyakula vyetu. Lakini pia ili uweze kuwa na uzito mzuri kwa kiafya, tunategemea lishe yako ndio ikusaidie. Kwa hiyo lishe bora ni kula chakula kilicho sahihi kwa kiasi kinachofaa kwa uwiano unaolingana na mahitaji ya mwili wako. Na kila mmoja wetu hapa ulimwenguni ana mahitaji yanayotofautiana. Hakuna mahitaji ambayo yanawiana sawa. Na ndio maana kuna mwingine mnakula chakula kinachofana lakini mwingine ananenepa, lakini mwingine ananenepa anabaki vile vile. Kwa sababu yawezekana huyu ambaye anakula ambaye mahitaji yake sio hayo, kile chakula cha ziada kinamfanya anakuwa mnene. Lakini kuna mwingine anakula chakula hivyo hivyo lakini hanenepi kwa sababu mahitaji yake ya mwili na matumizi ya nguvu anazozitumia zinatafuna kile chakula cha ziada. Kwa hiyo ni vizuri kula chakula ambacho kina uwiano sawia na mahitaji yako. Lishe duni, unapokula lishe duni inaafifisha ufanisi na utendaji wa mwili na inakufanya kuwa na mwili dhaifu, lakini pia inakuwekea katika mazingira hatarishi ya kuweza kupata magonjwa mbalimbali. Lishe ni agizo la Mungu mwenyewe. Kusoma kitabu cha Mwanzo 1:27, Biblia inasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mbegu yenye kuzaa na kila mti unaozaa matunda yenye mbegu ndani yake, hiyo itakula chakula chenu. Kwa hiyo kula chakula kilicho bora ilikuwa ni fundisho la Mungu mwenyewe kama alivyomwambia Adam na Hawa katika bustani ile katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 29. Mungu ndiye aliyeweka mpango wa kwanza wa lishe bora kwa mwanadamu na akaagiza kwamba amewapatia nafaka lakini pia amewapatia matunda kwa ajili ya matumizi ya miili yao. Ukienda mbele zaidi, kitabu cha Mwanzo chote ni baada tu ya gharika ndipo Mungu aliruhusu Nuhu aanze kutumia nyama. Kwa asili miili yetu imeumba vitumie vyakula vya jamii ya mimea. Sasa umuhimu wa lishe bora inatusaidia kuweza kujenga miili ambayo ina nguvu. Miili ambayo ina nguvu, lakini pia kujenga tishu kama nilivyosema, lakini pia inaimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa, lakini pia inatupatia ubunifu, inafanya ubongo ambao unakuwa ni bora katika kukidhi mahitaji ya kila siku. Katika maeneo ambayo wanasayansi wamefanya utafiti, eneo moja hapa ambalo linapelekea kuwa na watoto ambao shuleni wafanye vizuri ni watoto wale ambao wana utapiamlo. Utapiamlo unachangia kuafisha uwezo wa mtoto katika uwezo wake kufikiri na kutenda. Na sayansi pia imethibitisha mtoto ambaye alikuwa katika hali hiyo ya kuwa na lishe duni akiwa mtoto, kuna uwezekano mkubwa sana baadaye akaja kuwa na changamoto ya uwezo hafifu wa kibunifu katika maisha yake ya mbele. Kwa lishe nzuri inapochangia mtoto kili na kuwa katika ubongo wake. Pamoja nao pia afya bora inachagizwa na uwepo wa vyakula ama lishe iliyo bora. Kitabu cha Mhubiri 9 fungu la 7 nasema kula chakula chako kwa furaha na unywe vinavyo. Kwa hiyo bado Mhubiri anaelezea kuhusu umuhimu wa kula chakula kilicho bora na umuhimu wa kunywa maji kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya miili yetu. Sasa hebu tuangalie virutubisho mbalimbali ambavyo mwili unahitajika. Sasa kabla hatujaenda kwenye virutubisho, kuna dhana muhimu ambayo lazima tuielewe, dhana ya mlo kamili, balanced diet kwa Kiingereza. Mlo kamili, baada ya kuona kule kuna neno lile lishe, mlo kamili ni kula chakula chenye uwiano sawia. Yaani una vyakula ndio, lakini vyakula vimepangwa katika uwiano sawia kulingana na mahitaji ya miili yetu. Sasa
hiyo uwiano sawia unakuja kwa sababu ya mchanganyiko wa vitu kadhaa. Kwa mlo kamili ili uweze kukamilika lazima uwe na makundi kadhaa ya chakula. Kundi la kwanza na kubwa kabisa ni kundi la vyakula ambavyo vinakupatia nguvu. Wengi tunapenda kuita vyakula vyenye jamii ya wanga ama carbohydrate kwa Kiingereza. Vyakula hivi vinakupatia mwili wenye nguvu. Na unawezaje kupata vyakula vyenye wanga? Wanga tunaweza kupata kutoka kwenye wali, na kwenye mazingira yetu wanga, vyakula vingi sana vinatupatia wanga. Wali, ugali, lakini pia viazi, miogo, vyote hivi vitakupatia vyakula vyenye wanga. Ni wali, ugali, viazi, miogo na kadhalika, ama mtama na ngano na kadhalika. Kwa vyakula hivi vitakupatia nguvu mwilini, na katika ulaji wa vyakula hivi ndivyo vyakula ambavyo vinabeba sehemu kubwa ya lishe zetu za kila siku. Kundi la pili ni vyakula ambavyo vinatupatia protini. Protini ni chakula muhimu sana kwa sababu kinatupatia kujenga mwili. Mwili wetu, hizi nyama na misuli ni matokeo ya vyakula ambavyo vina protini. Na mfano wa vyakula ambavyo vina protini ni maharage. Nadhani kila mtu maharage anaweza akayapata kwa urahisi kwenye masoko yetu, lakini pia samaki, nyama, maziwa, mayai, soya na kadhalika. Vyakula hivi vyote unapokula vinakupatia protini ambayo inakusaidia kuweza kujenga mwili. Kundi la tatu ni vyakula ambavyo vinakupatia mafuta. Mfano, hivi vyakula hivi vitakupatia nishati, lakini pia itakupatia kilainisha ngozi, kuwa na ngozi nyororo, lakini pia usaidia kunyonya vitamini. Vitamini nyingi tunaipata kwenye miili yetu kwa sababu ya uwepo wa vyakula vyenye mafuta, kwa sababu vinasaidia kuweza kufyonza vitamins wakati wa kula kwenye miili yetu. Na mfano wa vyakula ambavyo vitakupatia mafuta viko vingi, lakini kwa afya iliyo bora tunashauri tutumie vyakula vya mafuta ambavyo vyanzo vyake ni mimea. Kwa mfano alizeti, karanga, parachichi, mawese na kadhalika. Kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo ni muhimu kwa sababu vitakupatia mafuta. Kundi la nne ni vyakula ambavyo tunakula na lengo lake hasa hivi vyakula ni kutupatia vitamini. Vitamini viko vya aina nyingi. Tutajifunza juu habari ya vitamini na magonjwa ambayo yanaambatana na vitamini. Kwa vitamini ni vyakula ambavyo vitaimarisha kinga ya miili yetu, lakini kusaidia ufanisi wa viungo kimoja kimoja. Na vitamini tunapata katika mimea, nafaka, lakini pia katika mboga za majani. Kundi lingine ambao ni muhimu, kundi la tano, ni vyakula ambavyo vinatupatia madini. Madini yana sehemu kubwa sana ya ufanisi katika miili yetu. Wakati tunajifunza magonjwa tutachanganua makundi ya madini mbalimbali. Lakini hivi vitatupatia kuimarisha mifupa, damu na meno yetu. Na vyakula ambavyo vinatupatia madini, kwa mfano dagaa, chumvi, maziwa, spinach na mboga za majani zitatupatia madini. Lakini sehemu nyingine ni maji. Maji pia ni muhimu katika afya bora ya miili yetu. Vyakula vyote vilitolewa na Mungu na ni vya thamani na vinastahili kuliwa kwa shukrani na hekima. Sasa unapokuwa na mlo kamili, ukipiga kimahesabu, 50% ya sahani yako unapokula nyumbani, 50% inashikwa na wanga, 25% inashikwa na protini, na mboga zinachukua 25%. Kwa hiyo unapokula nyumbani, jitahidi sana usile vyakula jamii makundi mawili tu. Jitahidi uweze kuweka uwiano sawia, kuweza kuwa na afya bora, lakini kuweza kuwa na familia yenye afya bora. Mfano, unaweza ukala wali, maharage, mboga za majani, parachichi na maji. Hii ni mfano kuweza kupata chakula ambacho kinakupa mlo kamili. Kitabu cha Methali 17 fungu la kwanza anasema ni afadhali mboga mahali pa amani kuliko nyama mahali pa ugomvi. Kwa hiyo hata Biblia inatambua umuhimu wa kuweza kula vyakula vya mimea kwa ajili ya afya zetu. Lakini pia Mithali 3:7 anasema afya njema ni bora kuliko mali nyingi. Kwa hiyo utajiri wa kwanza ambao mwanadamu anaweza akawa nao katika maisha yake, haijalishi umetoka katika hadhi gani ya kimaisha, ni kuwa na afya iliyo bora.
Unaweza ukawa ni tajiri wa kila kitu, lakini unapokosa afya unakuwa ni maskini wa afya yako. Lakini mtu yeyote angetamani kustrive ama kujitahidi kuwa na afya iliyo bora. Na madhara ya kuwa na lishe duni, unaweza ukawa prone ama ukawa katika mazingira hatarishi kupata magonjwa, lakini pia ukapata upungufu wa damu, ukapata utapiamlo, kinga iliyo dhaifu, lakini pia matatizo kwenye kuweka uzito ambao wenye uwiano sawia. Sasa napoenda kumalizia, labda niongee kidogo kuhusu maji. Ningeuliza tu kwa watazamaji, kwa siku unakunywa glasi ngapi za maji? Wengi wanasemana, lakini labda niwape hesabu sawa, kwa sababu sisi wote tunatofautiana uzito. Ili uweze kujua maji unahitaji kiasi gani, chukua uzito wako mara 35. Jibu utakalopata hapo ni sawa sana maji unahitaji kwa siku kwa matumizi yako ya masaa 24. Kwa kama una kilo 100, maana yake unahitaji 35 mara 100 ambao ni 300 na 3500 ambao ni kama lita 3.5. Kwa kila mtu ana mahitaji kulingana na uzito wake. Kwa ili uweze kujua mahitaji yako ya maji ya kisiku ni uzito wako mara 35. Jibu utakalopata ugawanye kwa 1000 utapata kiwango cha lita cha maji unachohitaji kwa siku. Na hata Biblia inajua kwamba maji ni muhimu kwetu. Ndio maana akasema, Yohana akasema, kama mtu atakunywa maji na nitakayompa mimi hataona kiu tena. Huyu ni Kristo anamwambia mwanamke Msamaria. Kwa maji atakusaidia katika uhai wa maji kwa ajili ya mahitaji ya mwili, kwa sababu mwili wako 60% mpaka 70% ni maji. Lakini pia itakusaidia kwenye kumeng'enya chakula, na mojawapo ya madhara kutokunywa maji vizuri ni ugonjwa unaitwa bawasiri. Nadhani wengi mnaujua, si ndio Bawasiri ni mojawapo ya madhara, kwa sababu usipokunywa maji vizuri utaenda hapo na choo kilicho kigumu, tunaita constipation. Ukienda chooni unanuna, unakasirika, na baadaye utashangaa unajisaidia haja kubwa inatoka na damu. Ni dalili kwamba inawezekana ukawa na chakula ambacho hakina makamba, lakini kwa kiasi kubwa sana haunywi maji ya kutosha. Lakini pia ukienda kukojoa mkojo, utakojoa mkojo una harufu kali na unakuwa na rangi ya njano ambayo imekolea. Kwa ukizingatia huyo uwiano ambao nimekuambia kwenye upande wa maji, utaona unapata mkojo mzuri au umi, lakini pia utakuwa upate choo ambacho ni kigumu. Faida nyingine ya maji pia inatusaidia kusafisha mwili kwa kupitia majasho, lakini pia kudhibiti joto la mwili. Lakini pia wengi huwa wanauma vichwa mara nyingi. Kichwa kinaniuma. Mwili unapokuwa na maji, unywaji wa maji ambao ni hafifu, uwezekana kupata mara kwa mara maumivu ya kichwa ni kwa kiasi kikubwa sana. Kwa maji ni kitu muhimu kwa ajili ya matumizi ya miili yetu. Mwisho kabisa, Mungu ametupatia zawadi ya lishe, lakini natakiwa tuzingatie kula kwa hekima. Afya njema huanzia kwenye sahani yako. Afya njema huanzia kwenye sahani yako, na inaonyesha jinsi gani Muumba alivyotupa hekima kuchanganua. Afya ni utajiri wa kwanza utolewao na Mungu kwa mwanadamu. Tunapokuwa na afya njema, tunaweza kumtumikia Mungu, kusaidia wengine na kufurahia maisha aliyotupatia. Mungu aliumba chakula kwa ajili ya afya ya mwanadamu, si kwa ulafi au tamaa, na ndio maana tunasisitiza kula kwa hekima. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari 18 anasema, au mjue kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Lakini pia Mithali 16:9 anasema, moyo wa mwanadamu huweka mipango yake, bali Bwana ndiye awezaye hatua. Kila mwenye pumzi awe msifu Bwana. Katika kila jambo ambalo tunalifanya, ikiwepo na kula, tujitahidi kulifanya kwa weledi na kwa hekima, tusiukosee mwili yetu na kupoteza afya iliyo bora. Na Mungu ametupatia hekima na elimu hii ili tuweze kuishi maisha ya raha na amani. Mungu awabariki sana tunapotafakari somo la leo. Kesho nitapokea maswali kuhusu somo la leo. Kwa kama una swali, unaweza ukaandika kwenye link pale chini kwenye mtandao wetu wa kanisa. Then kesho, kabla sijaanza kipindi hiki, dakika 5 za kwanza, nitakuwa na nafasi ya kuweza kujibu na kuweza kufafanua kuhusu maswali mbalimbali kuhusu somo la leo, kuhusu lishe na mlo kamili. Mungu awabariki sana na atuongoze kwenye kipindi kinachofuata. Muda si punde umetoka kumsikiliza daktari na mtaalamu wa afya Ntori Abraham. Bila shaka mtazamaji umebarikiwa, na kwa wakati unaofuata ninamleta kwako mchungaji Edson Mabamba. Yeye anakuja na somo zuri linalosema mambo ya kujadili kabla hamjaingia kwenye ndoa. Mambo ya kujadili kabla hamjaingia kwenye ndoa. Utakumbuka jana alisisitiza mambo ya msingi, na mimi binafsi nikajifunza kuna tofauti kati ya kufanana na kufaana, na basi leo anakuja kwa namna hiyo ya tofauti. Basi nikusihi uendelee kufuatana pamoja nasi ili ujue ni mambo gani unapaswa kuyajadili kabla haujaingia kwenye ndoa. Na kwa wakati huu ninawaleta kwako
Trumpet Sound Tanzania watamtukuza Mungu kwa wimbo mmoja, na baada ya wimbo huo basi mchungaji Edison Mabamba atakuja na somo zuri. Wao Trumpet wanakuja na wimbo unaosema namba 7. Mtazamaji usitoke. Zile kuta za Yeriko zilianguka kwa mara 7, mara 7. Namba 7. Naamani jemedari wa jeshi, naye alipona ukoma wake kwa mara 7. Namba 7. Farao alipoota ndoto miaka 7 ya neema Misri, miaka 7. Namba 7. Nyota 7, vinara 7. Yohana alioneshwa na Mungu, vyote 7. Namba 7. Namba 7. Namba 7 inayo nguvu ya ajabu. Namba 7 imejaa na utakaso. Namba 7 inayo uwezo. Namba 7 inayo siri ya ushindi. Namba 7 inayo nguvu ya ajabu. Namba 7 imejaa na utakaso. Namba 7 inayo uwezo. Namba 7 inayo siri ya ushindi. Na uumbaji wake Mungu ulifanyika kwa siku 6, na siku ya saba ni Sabato. Kaibariki, kaitakasa siku hiyo iliyo ya Sabato, ni siku ya 7. Namba 7. Na tukipaa kwenda mbinguni, tutasafiri kwa siku 6 na siku ya 7. Mbingu ya 7. Huko hakuna maombolezo, maisha ya ushindi daima. Mbingu ya 7.
Ninawapongeza wote ambao mmeweza kushiriki mahali hapa, wale wakazi wa karibu na Dar es Salaam, miji ya Dar es Salaam, Pwani. Karibuni sana hapa kanisani. Kutakuwa kuna neema ya pekee sana tukikutana uso kwa uso, ukipata fellowship. Lakini pia tunaendelea kuwapongeza wale wote ambao mnatazama kupitia mitandao yetu mbalimbali ya hapa Segerea. Mungu awabariki na Bwana aendelee kuwatunza. Katika kipindi cha leo tutaenda kuendelea kutengeneza familia iliyo bora. Na katika vipindi vyetu tutaendelea, jana tumejenga msingi, tutaendelea kujenga msingi mpaka tutakapofika kwenye ndoa, mpaka tutakapofika hatua ya mwisho kabisa ambapo mauti itakapowatenga, malezi ya watoto huko mwishoni. Kwa hiyo tunaenda hivyo, tutakuwa tunapanda mlima. Sasa leo tutaenda kujifunza mambo ya kujadili kabla ya kuingia kwenye ndoa. Yako mambo ambayo, kwa mfano ambao daktari ametufundisha kuhusiana na utaratibu mzima na mtindo wa afya. Kuna mambo ukiyafanya kabla unakuwa una afya njema, na kuna mambo sasa ukishaugua inabidi uyaishi. Kuna msemo mmoja unasema kula chakula chako kama dawa, la sivyo utakula dawa zako kama chakula. Ndio ile daktari anakuambia utakunywa dawa yako kutwa mara ngapi? Mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Lakini ungeweza kula huenda mapema chakula chako vizuri, ungeweza kujipatia afya iliyo bora. Sasa hivyo kwa mfano huo wa kiafya, pia kuna mambo ambayo kama yangejadiliwa mapema, ndoa nyingi zisingeingia kwenye migogoro tulionayo leo hii. Kama yangejadiliwa mapema, ndoa nyingi zisingepata majanga tulionayo leo hii. Kwa hiyo haya ni muhimu sana kwa wale ambao wajaingia kwenye ndoa. Ni muhimu. Haya ni muhimu sana ya kuyazingatia kwa wale ambao wajaingia kwenye ndoa. Ni mambo mazuri ya muhimu sana ya kujadili wazi. Mkiwa nyie ambao mnatarajia kuingia kwenye ndoa, ni mambo ya muhimu sana ya kuyajadili kwa uwazi kabisa bila chenga. Tuombe. Yesu, asante kwa kutupatia kipindi cha afya, na sasa tunatamani tena useme nasi kupitia familia zetu. Neema yako ilitoshe neno hili likavuviwe tena kusikiwa masikioni kwetu sawasawa na vile ambavyo unatamani liweze kutuponya kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana kujadili ni kwamba mnatamani muwe na familia ya aina gani? Ni familia ya aina gani mnatamani muwe nayo? Mnatamani muwe na ndoa ya aina gani? Mnatamani muwe na ndoa ya Isaka, baba, mama na watoto, imeishia hapo? Au mnatamani muwe na ndoa ya Ibrahimu, baba, mama na watoto wa mjomba wakiwepo hapo hapo? Mnatamani muwe na familia gani? Mnatamani muwe na familia ipi? Mnatamani muwe na familia ipi? Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu jambo kama hilo lisipojadiliwa, unakuta kuna watu wengine wanapenda kuwa na familia ya Isaka, alafu anaingia kwenye ndoa kuna Lutu. Sasa yeye kwake kukaa na Lutu sio kitu ambacho anakiona ni cha muhimu. Na huku mwingine yeye amekuwa kwa mjomba, amekuwa kwa shangazi, amepita mahali pengi, amelelewa mahali pengi, na amekuwa katika extended family, tunasema familia iliyopanuka. Amepita huku, amesoma huku, na wengi tuko kwenye hizo familia. Sasa anatamani kuwa na yeye pia na familia kwa uzoefu wake. Hello? Yes, anatamani kuwa na familia kupitia kwa uzoefu wake. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana la kujadili, na mapema kabisa mkapata makubaliano ili kuondoa migogoro ambayo inaweza ikaja baadaye. Kuna watu wengine ambao wanaambatana na ndugu zao kama Ibrahimu na Lutu. Lazima uambatane naye. Kuna ndugu yako ni pochi yako, iko hapo. Sasa unaingia kwenye ndoa, ndugu yako yuko hapo, Lutu wako yuko hapo, mwenzi wako akubaliani nayo.
Jambo kama hilo inaweza ikawapatia shida na utofauti wa mapema. Kwa hiyo ni muhimu kujadiliana hayo na kuyaweka wazi. Kwa nini mimi nataka kuwa na familia ya Abraham? Kwa nini mimi nataka kuwa na familia ya Isaka na Yakobo? Isaka na Rebeka. Lakini tunapendekeza sana kwa sababu kuwa na familia ambayo ni extended family. Bwana wetu Yesu asifiwe. Tunapendekeza hiyo ndio tunapendekeza zaidi, kwa sababu familia ni sehemu ya baraka, ni kisima cha kuchuma baraka, ni sehemu ambayo tunategemea ndugu waje wabarikiwe, ndugu waje wajifunze Mungu, ndugu waje wastawi. Kwa hiyo hilo ni jambo la mapema sana la kulijadili, ya kwamba kulingana na maisha yangu ninatamani kuwa na familia ya namna hii. Amen. Lakini jambo la pili la kujadili ni kuhusiana na habari nzima ya uchumi wa familia. Hili jambo huwa yawezekana lisionekane kwa kupewa kipaumbele, lakini ni moja ya migogoro ambayo sasa hivi kulingana na takwimu za hapa wanasaikolojia wa hapa Tanzania wanasema ni moja ya sababu ya kwanza inayofanya ndoa nyingi kuwa na migogoro, kuhusiana na masuala mazima yanayohusiana na nini? Uchumi. Hapa mnaenda kujadili mambo yafuatayo. Mnaenda kujadili nani anafanya kazi. Je, ni wote mtaenda kufanya kazi? Mimi ninafurahia labda mimi mwenyewe kufanya kazi, mwenzi wangu akibaki nyumbani kulea watoto. Sio mnaingia kwenye ndoa, mnafika kwenye ndoa ndio unasikia mimi ninatamani uache kazi. Hayo ni majadiliano ya mapema kabisa, kwamba natamani wote tufanye kazi. Natamani wote tufanye kazi, natamani mmoja afanye kazi. Hivyo nani atafanya kazi na kipi kitafanya nini? Uwazi katika mkusanyo wa pesa, katika mkusanyo wa mkate wenu wa kila siku. Pesa ipi itafanya kipi? Ya nani, kama wote mnafanya, kama wote mko katika kazi, kwamba ya huyu itafanya wapi? Ya nani itafanya hipi? Mipaka ya kiuchumi iko hivi kwetu kulingana na familia yetu. Tutakula kwanza au tutajinyima kwanza? Hayo ni mambo mazuri sana ya kuangalia. Biblia inasema katika wimbo Mhubiri 5 fungu la 13, Biblia inasema kuna mwanandoa mmoja alijinyima sana, akajinyima pesa yake, hawakula vizuri, hawakunywa vizuri, hawakuvaa vizuri. Baba mmoja alijinyima sana, alafu mwisho wa siku likatokea dili, akainvest pesa zake, akawekeza pesa zake kwenye dili ambalo sio la maana, pesa zikapotea wakiwa hawana watoto. Kwa hiyo pesa ya nani inafanya nini? Ni extended family. Tutashiriki vipi kusaidia ndugu zetu? Nani atafanya kwa usawa huu? Sio baadaye unasikia ni upande mmoja unalemewa kwamba huyu tu huwa anasaidia ndugu zake na huyu ndugu zake haruhusiwi kusaidiwa, au kuna kaubaguzi fulani. Vitu kama hivyo. Haya, je, uwazi, niliyosema uwazi katika mambo mazima yanayohusu uchumi wetu. Hili ni janga kubwa. Sisi ni mashahidi jinsi ambavyo tunahangaika baadhi ya mwenzi kufariki. Unakuta familia haina awareness kama ni ya mama ndio amefariki au ya baba, hatujui alikuwa anafanya nini. Tunaanza kugombana kila siku, tunaanza kusumbuana kila siku mahakamani. Kwa hiyo uwazi wa mambo ya kiuchumi ni muhimu sana. Na kumbuka nimesema haya ni mambo ya kuyajadili kabla ya. Mtu mmoja anasema ikiwa kama uwezi kumwamini mwenzi wako kuhusiana na mambo yanayohusu uchumi, huwezi kuongea naye mwenzi wako kuhusiana na mambo mazima yanayohusiana na uchumi, huyo hakufai.
Halo? Yes, mambo yanayohusiana na uchumi ni mambo ya kuyajadili mapema kabisa, mapema, ili yasije yakaleta surprise. Mambo mengine ya kujadili kabla ya kuingia kwenye ndoa ili kutengeneza familia inayostawi ni kuhusiana na tamaduni. Tamaduni tulizo nazo ni za muhimu sana kuzijadili, kwamba bwana, mimi ninatoka tamaduni zetu ambazo ziko hivi, huku kwetu tuko hivi, huku kwetu tunafanya hivi, huenda huku kwetu tunapima heshima kwa kupiga goti, huenda pia sisi kwetu hatuna hiyo tamaduni. Sasa ndio namna ya kujiangalia, je, tutawezaje kuadjust kwa kila mmoja kuendana na mwenzake, kwa sababu tunatofautiana kitamaduni, namna ambavyo tumekuwa, namna ambavyo tumezoea. Tamaduni ni nini? Ni vile ambavyo tumezoea kuanzia pale nyumbani. Kuna wengine nyumbani kwao mayai huwa anakula baba tu, ndio ambavyo tumefanya nini, tumezoea. Na haya mambo ni ya muhimu sana. Mtu mmoja aliwahi kumchumbia mtu, mchumba wake akumwambia tamaduni zao. Mwanzo 25. Baba mkwe ndio siku moja anamsurprise, anamwambia huku kwetu, tamaduni za huku kwetu. Mkubwa ndio huwa anawahi kufanya nini, kuolewa. Mistake ilianzia wapi? Kwa Raheli. Hakuwahi kumweleza Yakobo tamaduni zao. Kwa hiyo Yakobo ameingia tayari, yuko kwenye surprise, anakutana na tamaduni. Na bahati mbaya Afrika bado tunashikilia tamaduni. Tunashikilia nini? Tamaduni. Tena unakuta tamaduni hii napinga tamaduni hii, tamaduni hii nakataa tamaduni ile, tamaduni hii nakataa hii. Kuna tamaduni nyingine ambazo zinaweza zikawa ni ngumu kwa mwenzi wako. Sasa anaingia kwenye hizo tamaduni, tayari anayakuta hayo. Kwenye Biblia kulikuwa kuna tamaduni ambazo mtoto wa kwanza akizaliwa anatolewa kafara. Ndio ulikuwa utaratibu wa hizo tamaduni za kina Mungu Maduku na Nana wakati wa Ibrahimu amezaliwa. Tamaduni kama hizo. Kuna tamaduni ambazo huenda nikifariki mimi, mke wangu anamrithi mdogo wangu. Utaziweza hizo tamaduni? Ni mambo ya kuyajadili mapema. Mambo ya kuyajadili kabisa mapema. Sisi kwetu adabu tunaipima kwa shikamoo. Hiyo ni adabu kwa definition ya Tanzania. Ndio utamaduni wetu. Nikioa hapo Mkenya hapo, wao hawana shikamoo, tutasema huyu hana adabu. Wakenya hawana nini? Hata asubuhi wanaamka, mtoto mdogo anaamka na anamsalimia tu baba yake. Baba sasa hizi mdogo kabisa, hawana neno shikamoo wa Kenya. Ni tamaduni hizo. Sasa ashumu umeoa we Mtanzania, ukaoa Mkenya, hajazoea shikamoo, anakuja kwenu anagongana na hiyo. Je, hayo ni mambo ya kuyajadili mapema ili muanze kuona namna ambavyo mnaweza mkaishi vizuri kwa pamoja. Bwana wetu Yesu asifiwe. Yes. Lakini jambo jingine la kujadili mapema ni kuhusiana na misimamo ya imani. Misimamo ya nini? Misimamo ya imani. Wote tunaweza tukawa Wakristo, lakini tunatofautiana misimamo ya nini? Ya imani. Bwana wetu Yesu asifiwe. Na hapa kabla ya kuingia kwenye ndoa niseme hivi. Sifa ya mwanaume na mwanamke ambao hawajaingia kwenye ndoa, ni sifa yao moja ni kwamba wao wanamjua Mungu. Adam kabla hajamjua Hawa alikuwa anamjua Mungu. Adam hakuwahi kumjua mwanamke. Na mwanamke kabla hajamjua Adam alikuwa anamjua Mungu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Yaani Adam aliumbwa na Mungu akawekwa kwenye bustani. Hawa alipoumbwa na Mungu
alimuona wa kwanza Mungu kabla hajamuona Adamu. Sasa huyu Mungu tunamfahamu vipi? Misimamo ya kiimani. Kuna wanandoa niliwahi kutana nao, mwanaume aamini katika kutoa zaka ni washiriki ila anaamini katika kusaidia maskini, na ni mgogoro mkubwa kwenye familia. Utofauti wa misimamo ya kiimani, na ni ndoa changa sasa. Wengine hawaamini kwenda kanisani, ni mshiriki, anasali online. Yeye anaamini kusali wapi? Aamini fellowship is. Wote ni imani hii. Misimamo ya imani tunatofautiana. Je, mnaweza mkapatana? Sisi ni mashahidi, tukikaa tu hapa tukisema haya mgawanyika darasa la lesoni, tutatofautiana tu. Huyu anasema hili, huyu anasema huyu, hili anasema huyu, wote ni imani moja. Sasa hayo ni mambo mapema sana ya kuanza kujua. Mimi nimeoa mwanamke ambaye yeye anakula nyama. Kwa viwango vyake na imani yake iko hapo. Mimi sili nyama. Ila wote tuna imani moja. Tunakaaje hapo ndani? Je, pamoja na mimi sili nyama, ninaweza nikainunua nyama nyumbani? Au na wenzangu hajafika hapo na mimi nataka na yeye afike hapo? No nyama. Misimamo ya kiimani ni muhimu kuijadili mapema kabla ya kuingia kwenye nini? Hayo yote ninayoyasema ni kwamba tunapoyajadili mapema yanatupatia wepesi wa kujiuliza, je, niko tayari kuambatana na huyu kabla ya kuingia kwenye ndoa, ili usiwe surprise. Lakini jambo la mwisho ni namna ambavyo mtalea watoto mkibahatika kupata watoto. Mnataka kuwa na watoto wangapi? Je, mnatamani kuwa na watoto kama wa Ibrahimu mmoja? Mnatamani kuwa na watoto kama wa Isaka? Mnatamani kuwa na watoto kama wa Yakobo? Kitu kama hicho cha kujadili namna ambavyo mtalea watoto wenu. Lakini je, kitu kingine cha kujadili mapema ni namna gani ambavyo mtaweza kulea watoto pale watakapowahi. Mmeingia tu kwenye honeymoon, watoto wao. Pale ambapo mmechelewa kupata watoto. Kama Ibrahimu, huenda ikatokea vitu kama hivyo. Kwa sababu tunapoingia kwenye kuanzisha familia, wote huwa tuna hilo tarajio. Wote tuna hilo tarajio la kupata nini? Watoto. Vipi wakikosekana? Vipi wakikosekana? Kwa sababu kuna wengine wanawahi kuolewa au kuoa tayari walishaambiwa na wazazi wao, oa utuzalie nini? Watoto. Oa utupatie mjukuu. Kwa hiyo wameingia kwenye ndoa, kinachowaingiza ni nini? Watoto. Alafu anaingia pale, anaanza kuwakosa, mgogoro umeshaanza. Jinsi gani tutaweza kuzimudu changamoto tunazozipata kila siku? Changamoto mwanze kujadili mapema hata kabla zijaja. Ndugu yangu, huwa tunapaga tu katika shida na raha, lakini tuliwahi kuzijadili hizo? Nitakapoachishwa kazi, tutaishi vipi? Biashara itakapoyumba tutafanyeje? Je, nikipata ulemavu itakuwaje? Hivyo ni vitu vya kuvijadili mapema kabla ya. Haleluya. Hivyo ni vitu vya kuvijadili mapema kabla ya, na hayo ni baadhi. Kesho tutakuwa tuna somo jingine
ambalo litaendelea baada ya hapa sasa. Baada ya kuyajadili haya, baada ya kuafikiana, niko tayari kuambatana na mtu wa aina hii. Kabla haya ambayo tumeshayajadili yajani surprise ndani ya familia. Mungu atubariki. Mungu awabariki vijana. Mungu awasaidie ambao hamjaingia kwenye ndoa, mambo ya muhimu hayo ya kuyajadili kwenye maisha yenu. Bwana watendee mema, muwe na wakati mzuri wa ibada kuu. Unatamani kuwa na familia ya aina gani? Je, ya Rutu? Je, familia kama ya Isaka? Familia kama ya Ibrahimu? Basi utachagua wewe mwenyewe mtazamaji. Basi mtazamaji, kwa mara nyingine tena ninakualika, tunaingia katika session nyingine. Ninawaleta kwako kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Segerea. Watamtukuza Mungu kwa wimbo mmoja unaosema subiri, na baada ya huo wimbo tutapata wimbo mwingine kutoka kwa praise team, wimbo mkuu wa mkutano, na baada ya hapo basi mwinjilisti 6bet Telugwa atakuja tena kwa neno la nguvu. Amechelewa
Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia, ratiba ya mbinguni malango yatafunguliwa. Umedhani amechelewa, siku nyingi zimepita tangu umwite. Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia, ratiba ya mbinguni malango yatafunguliwa. Umedhani amechelewa, siku nyingi zimepita tangu umwite. Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia, ratiba ya mbinguni malango yatafunguliwa. Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nihuzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimwone Yesu Mwokozi wangu. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia nipate kuona hatari zilizo duniani. Nuru ya neno lake Bwana Yesu itaangaza njia ya kweli. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nipe Biblia, taa ya maisha, mfariji tunapofiliwa. Unionyeshe taa ya mbinguni, nione utukufu wa Bwana. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea. Nina wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo? Hamjambo Tanzania? Hamjambo Afrika?
Amjambo Amerika, amjambo Arusha, amjambo kule Mtwara na pengine pote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena Mungu ametupatia tena kibali cha kuwa tena katika madhabahu yake kuendelea kujifunza juu ya ukuu wake. Wakati fulani umetumia muda mwingi sana kufanya maombi ukasahau kumshukuru Mungu. Wakati unapopata nafasi kama hii ya kuwa miguuni pa Mungu jioni kama leo, mshukuru Mungu, kwa sababu kuna watu ambao walitamani wawe sehemu kama ulipo wewe msikilizaji, wawe wameelekeza akili zao kwenye neno la Mungu na wakupata. Jioni ya leo tena tunaendelea na mikutano yetu ambayo imeingia katika siku ya pili, ambayo imejengwa juu ya neno kuu linalosema nguvu ya neno, nguvu ya neno. Jana tuliona wazi kabisa kwamba hakuna jambo lolote ambalo mwanadamu atalifanya ambalo alihitaji nguvu, na kwa sababu kila jambo ambalo mwanadamu analifanya linahitaji nguvu, liwe la kiroho, liwe la kimaisha, liwe la uchumi, liwe ni taifa lolote ambalo limeendelea linahitaji nguvu. Na kwa sababu hiyo tukaona, kwa sababu kila jambo linahitaji nguvu, basi nguvu ya kweli inapatikana kwenye neno la Mungu. Na kwa sababu kila mtu anahitaji nguvu, tukaona wazi ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo shetani amefanikiwa kutenda kwa wanadamu ni kuwaaminisha kwamba neno la Mungu, mambo ya Mungu yanawastahili tu wale ambao ni wana agenda ya kwenda mbinguni. Linawastahili wale tu ambao ni viongozi wa madhehebu. Linawastahili tu wale ambao wanaaminika kuwa wanashinda kwenye nyumba za ibada. Lakini jana tukaona huo ni mpango wa shetani kuwafanya watu wakose nguvu. Jana tuliona wazi kabisa ya kwamba neno la Mungu linakupatia nguvu hata wewe ambao huna kabisa habari za nyumba za ibada. Hauendi msikitini, hauendi makanisani, hauendi popote, lakini kwa sababu biashara yako inahitaji nguvu, kupanda kwako kiuchumi kunahitaji nguvu, chochote kile ambacho unafanya kinahitaji nguvu. Na hivyo neno la Mungu linakusaidia kupata nguvu, linakusaidia kupata nguvu ya kiuchumi, linakusaidia kupata nguvu ya kiuongozi, linakusaidia kuipata familia iliyo na nguvu. Lakini jana kwa sababu ya muda tuliona ya kwamba neno la Mungu linakupatia nguvu ya imani. Imani. Pasipo nguvu ya neno la Mungu huwezi kuwa na imani iliyo thabiti. Huwezi kuwa na imani ambayo iko thabiti. Na watu wana imani, kila mtu ana imani yake. Na hata wengine wanasema mimi nina imani yangu, mimi nina imani yangu. Lakini neno ambalo linakupatia nguvu pia linaweza kuithibitisha imani ulio nayo. Katika kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi. Linasemaje? Ndiyo, imani yoyote chanzo chake ni kusikia. Na kusikia, imani yoyote ulio nayo ni lazima ipimwe kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo naweza ukaona jinsi ambavyo neno la Mungu lina nguvu hata ya kukupatia imani iliyo thabiti. Imani haiji tu kwa sababu umeirisi kutoka kwa wazazi. Imani haiji kwa sababu umekuta watu wanafanya. Imani haiji tu kwa sababu ni imani, bali imani huja kupitia neno la Mungu. Imani huja kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, penzi msikilizaji wangu, kwa vyovyote vile mwanadamu yeyote analihitaji neno la Mungu, bila kujali tamaduni yako, bila kujali mazingira uliomo, bila kujali wanavyokuchukulia watu. Lakini neno la Mungu ni sehemu ya maisha ya wanadamu wote. Pale ambapo shetani anataka kukutoa kwenye neno la Mungu, pale ambapo shetani anataka akutoe kwenye neno la Mungu, kusudi lake
sio tu usisome neno la Mungu. Laiti ungelijua kilichojificha juu ya kukutoa ni kusudi ukose nguvu ya jambo lolote. Na hata mchungaji wako au kiongozi wako wa kiroho, ukiona anakuzuia kusoma neno la Mungu, anakuaminisha kwamba akishasoma yeye inatosha, ukishaona anakuambia mimi nikisoma tu inatosha, wewe usisome, wala usiangalie hiyo kwamba ndio ajenda yake. Ajenda yake ni kwamba wewe ukose nguvu ya kufanya kitu chochote. Mtu yoyote anayekuzuia neno la Mungu, ajenda yake kubwa ni kwamba ukose nguvu. Lakini tukaona ya kwamba katika kitabu cha Zaburi sura ya 107 na ule mstari wa 20, neno la Mungu lina nguvu katika maisha yako. Zaburi 107 mstari wa 20, angalia Biblia inachokisema. Biblia inasemaje msomaji? Linasemaje? Anasema yeye Mungu analituma neno lake kwa maisha ya wanadamu. Maana yake ni kwamba wako watu wanasubiri Mungu atume malaika, wapo watu wanasubiri Mungu atume wajumbe, lakini yeye anasema anapotaka kukuponya analituma neno lake ili kuwaponya. Analituma neno lake ili kuwaponya. Na kufanya nini? Maangamivu yao, na kuwatoa katika maangamivu yao. Penzi msikilizaji wangu, unaweza ukaona kwamba neno la Mungu sasa si kwa ajili ya dini, si kwa ajili ya dhehebu, ni watu wote, kwa sababu kama ni maangamivu wote tunayapitia. Anavyopitia mwenye dini ndivyo anavyopitia mpagani, anavyopitia mwenye maombi ndivyo anavyopitia mtu wa kawaida. Lakini neno la Mungu anasema napolituma kwenye maisha yako ni kukutoa kwenye maangamivu. Maangamivu ni nini? Maangamivu ni ile hali ya mwanadamu kuishi maisha ambayo si mpango wa Mungu. Yanaweza kawa ni maangamivu ya dhambi. Dhambi inaweza ikakupeleka kwenye maangamivu, ukaishi maisha ambayo kuyatarajia. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kulia kila siku kwa ajili ya ndoa yako. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuhangaika mchana kutwa, mwezi moja hadi mwingine, unatafuta ajira na usipate ajira. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuharibika kwa watoto. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kufungwa na nguvu za giza, na kufungwa na majini, na kurithi vitu ambavyo vilitokea huko kizazi cha 3 na cha 4 vikawa sehemu ya maisha yako. Lakini anasema Mungu yeye analituma neno lake kukutoa katika maangamivu. Haleluya. Kwa hiyo unapolisoma neno la Mungu, unapolifanya kuwa sehemu ya maisha yako, unapoliishi neno la Mungu, wewe hautaingia katika maangamivu. Haleluya. Na hivyo baada ya kuona kwamba neno la Mungu lina nguvu, na hakika mwanadamu anahitaji nguvu kwa kila jambo, tutaanza sasa kulifunua kwa ajili ya maisha yako msikilizaji wangu, kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kiwanda chako, kwa ajili ya dhehebu lako, kwa ajili ya familia yako. Tutaanza sasa kulifunua, kuona neno la Mungu ambayo ni maandiko matakatifu. Neno la Mungu ni maandiko matakatifu. Biblia ni sauti ya Mungu. Msikilizaji wangu, unaposikia neno la Mungu ni maandiko matakatifu kutoka kwenye Biblia yenye vitabu 66 ikiwa na Agano la Kale lakini pia na Agano Jipya. Hiyo ni sauti ya Mungu ikisema ndani ya maandiko. Na ukitaka kusikia Mungu anasema ndani yako, unapokuwa unasoma mstari mmoja mmoja, ni kana kwamba Mungu anazungumza ndani yako. Unapokuwa unasikiliza neno, ni kana kwamba Mungu unamsikiliza Mungu akisema ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo leo tunaanza kulifunua neno la Mungu, kuangalia kwamba linatuambia nini. Somo la leo lina kichwa kinachosema mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Unaweza ukajiuliza kwamba kuna mambo ambayo Mungu hayaangalii. Katika kichwa hicho chukua neno sana. Chukua neno sana. Kwa sababu katika neno la Mungu,
katika Biblia kila andiko lililomo ndani ya Biblia halikuwekwa hapo kimakosa. Na nimekuwa nikiwaambia watu kwamba kuna maandiko, maneno ya Mungu ambayo watu wameshindwa kuyaelewa kwa sababu tu kuna vitu fulani fulani walivipuuza. Kwa mfano, mtu anasoma neno la Mungu, anakuta kuna alama ya kuuliza, haulizi, anaacha tu kama ilivyo. Hautalielewa neno la Mungu, hautaelewa sauti ya Mungu. Anakuta kuna alama ya kushangaa, ashangai, anaacha kama ilivyo. Unaposoma neno la Mungu, kama kuna alama ya kuuliza, haikuwekwa bure, ina maana kwa ajili ya maisha yako. Unapokuta kuna alama ya mkato, usipokata hautaelewa kilichozungumzwa pale. Unapokuta kuna alama ya kushangaa, usiposhangaa hautaelewa kilichoandikwa pale. Kwa hiyo hapa nasema mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Chukua neno sana, chukua neno sana. Hata unaweza ukamwambia mtu fulani nampenda, lakini fulani nampenda sana, tayari unakuwa umeweka tabaka la ule upendo ulio nao kwa watu wawili. Kwa hiyo yako mambo ambayo Mungu anayaangalia sana. Haimaanishi mambo mengine hayaangalii. Mungu anaangalia yote, yote ulio nayo, yawe mazuri, yawe mabaya, Mungu anayaangalia. Na yako ambayo yanatendwa na mwanadamu hakifikiri kwamba Mungu hayaoni. Jioni ya leo ninayo habari njema ya kwamba lolote ambalo mwanadamu anatenda, liwe jema, liwe baya, Mungu anaangalia. Yako ambayo anaweza akachukua hatua, na yako ambayo Mungu anaweza akanyamaza tu kana kwamba haoni, na yako ambayo anaweza akachukua hatua haraka mapema tu. Yako mambo ambayo yani yakitokea Mungu anachukua hatua haraka kuliko unavyofikiria. Na yako ambayo Mungu anaweza akaona akasema hili ngoja kwanza nisubiri, si kwamba haoni. Na hapa ndipo shetani alipofunga watu. Mtu anaingia kwenye maombi, anaomba, lakini Mungu anayeona anapotazama anasema jambo hili ngoja kwanza nisubiri. Shetani anawaaminisha watu kwa haiwezekani, na hivyo watu wanakata tamaa, wanaamua kuachana na Mungu. Kila jambo lolote linaloendelea maishani mwako Mungu analiona. Ujifiche wapi, iwe ni kichakani, iwe ni kwenye nyumba yako, iwe ni chumbani, popote pale unapojificha Mungu anaona. Haleluya. Angalia sana. Na yanapotokea, kwa sababu anaangalia sana, Mungu anachukua hatua mapema, haraka sana, achelewi, kwa sababu anakuwa ameangalia sana tangu asubuhi mpaka jioni, Januari mpaka Disemba, tarehe 1 mpaka tarehe 30. Mungu yako mambo anayangalia sana maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo Mungu analiangalia sana, jambo la kwanza ambalo Mungu analiangalia sana ni watu aliowakomboa kwa damu yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Watu ambao Mungu amewakomboa kwa damu yake anawaangalia sana sana. Yaani wale wote ambao wanaikubali kafara ya Kristo pale msalabani, kwamba wamekombolewa, kwamba wako huru, kwamba walikuwa ni wakupotea kama si damu ya Yesu, kama si kafara ya msalabani, wao walikuwa ni wakupotea. Hawa watu hata kama upite kwenye magumu, hata kama shetani akugaragaze, Mungu anaangalia sana maisha yao. Haleluya. Watu waliowakomboa kwa damu yake Mungu anawaangalia sana. Na hapa nataka nikutie moyo wewe ambao umekata tamaa, wewe ambao umeona kwamba mambo yamekuwa magumu na ukafikiri Mungu alishakuacha, na ukafikiri tena Mungu amekuacha. Wakati mwingine hata shetani amekuaminisha akakwambia hata kuomba acha, hata mambo ya kiroho acha, kwa sababu kama Mungu angelikuwa anakujali, ameruhusuje haya yakakupata? Ameruhusuje ndugu zako wote wakakutenga? Ameruhusuje ndoa yako ikavunjika? Kama
Kama Mungu angelikuwa anakujali, ameruhusuje mume wako akafariki? Ameruhusuje watoto wako wakawa wavuta bangi? Ameruhusuje? Na hivyo umekata tamaa. Lakini jioni ya leo nataka nikwambie, ikiwa tu unaamini kwamba kafara ya Kristo pale msalabani ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, wewe Mungu anakuangalia. Haleluya! Hayo magumu unayopitia, Mungu anakuangalia. Hizo changamoto unazopitia, Mungu anakuangalia. Hayo manyanyaso ambayo shetani anakunyanyasa, Mungu anaangalia. Na ninachokiona, muda si mrefu anakwenda kuingilia kati hayo unayopitia. Muda si mrefu. Wewe muamini, wewe kubali kafara ya Yesu kama ni sehemu ya maisha yako, kama imekutoa mahali ulipokuwa. Muda si mrefu Mungu anakwenda kuingilia maisha yako, kwa sababu ameangalia tangu ulipoanza kunyanyasika, tangu ulipoanza kulia, tangu ulipoanza kupita kwenye magumu. Haijalishi ni mwaka, haijalishi ni mwezi, lakini Mungu anawaangalia watu wote ambao amewakomboa kwa damu yake. Lakini swali ni kwamba mwinjilisti unayapata wapi? Kitabu kile cha Zakaria sura ile ya 2 na mstari wa 7 mpaka wa 10. Biblia inasemaje msomaji wangu? Neno la Bwana linasemaje? Haya, ndio. Sayuni, haya, Sayuni, jiponye. Wewe ukae pamoja na binti Babeli. Wewe ukae pamoja na binti Babeli. Sikiliza, katikati ya hawa watu wawili anazungumzia Sayuni, akimaanisha watu ambao wako katika himaya ya Mungu. Hawa ndio pale ambapo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 Biblia inataja makundi mawili, ya kwamba ikawa wana wa Mungu wakaona wana wa wanadamu. Ndicho Zakaria anachokizungumza, ya kwamba binti Sayuni, ukae katikati ya binti Babeli. Maana yake ni kwamba wewe ambaye unahisi ya kwamba ni mcha Mungu safi, unafanya mapenzi ya Mungu, lakini Mungu anajua unaishi katika ulimwengu ambao umeharibika, unaishi katika ulimwengu ambao una changamoto, unaishi katikati ya wenye dhambi, unaishi katika ulimwengu ambao shetani ametupa chini yake. Anasema wewe ulioko katika mazingira hayo, binti Sayuni, uketie katikati ya binti Babeli. Babeli ni machafuko. Unaposikia neno Babeli, maana yake ni machafuko. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema Mungu anajua kwamba, wapendwa, tuko katika ulimwengu ambao una machafuko. Tuko katika ulimwengu ambao una machafuko. Machafuko ya kisiasa, machafuko ya kiuchumi, machafuko ya kimaadili, machafuko ya kimadhehebu, machafuko ya kiimani. Tuko katika ulimwengu wa machafuko, lakini pamoja na hayo Mungu anaangalia yale tunayoyapitia. Ndiyo, anasema ndiyo, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nikutafute utukufu, umetituma kwa mataifa wale waliowateka. Rudia vizuri, hujasoma vizuri. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu. Ili nitafute utukufu. Amenituma kwa mataifa wale waliowateka. Wale waliowateka. Biblia inasema Mungu ili ajitwalie utukufu amewatuma katika wale mataifa waliowateka. Hapa ni Mungu anazungumza na taifa lake, wana wa Israeli wa kabila la Yuda wakiwa Babeli kwenye mateso, lakini Mungu anajua ya kwamba wako kule kwenye mateso. Lakini jioni ya leo anazungumza na Waisraeli wa kiroho. Unajua, unapomkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, unageuzwa, unakuwa Mwisraeli wa kiroho. Na hivyo anasema ya kwamba wewe ametumwa
kwa ajili ya Wababeli waliokutesa. Ametumwa juu ya magonjwa yanayokutesa. Ametumwa juu ya washirikina wanaokutesa. Ametumwa juu ya viongozi walioko juu yako wanaokutesa. Ametumwa juu ya mawifi zako wanaokutesa. Ametumwa juu ya mashemeji zako wanaokutesa. Ametumwa juu ya majirani zako wanaokutesa. Ametumwa juu ya wale unaokaa katikati yao wanaokutesa. Haleluya. Amen. Maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Jamani semeni amina. Amen. Jamani semeni amina. Amen. Mungu anasema yeyote anayegusa waliokombolewa, yeyote anayegusa waliokombolewa hawagusi wao, bali anakuwa amegusa mboni ya jicho la Mungu. Haleluya. Amen. Hii ni kitu ya maana sana. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji unayenifuatilia, wewe ulioko hapa kituoni Segerea, hili ni jambo la kukufanya utembee kifua mbele. Hili ni jambo la kukuondolea woga. Hili ni jambo la kukupa matumaini ya kwamba yeyote anayekugusa, kwa kuwa Mungu anaangalia, anakuwa amegusa mboni ya jicho la Mungu. Mbona shetani anakutisha? Mbona anakuambia wewe ufai tena? Mbona anakuambia ugonjwa huwezi kupona? Mbona anakuambia ndoa yako itavunjika? Mbona anakuambia wewe huwezi kupata kazi? Mbona anakuambia biashara hii huwezi kuinuka? Biblia inasema yeyote anayemgusa mtu aliyekombolewa kwa damu ya Yesu, Mungu anakuwa ameguswa mboni ya jicho lake. Haleluya. Amen. Kwa nini asiseme unakuwa umegusa mkono wa Mungu? Katika viungo vya binadamu, jicho ndilo kiungo pekee kinachochukua tahadhari zote za mwili mzima. Unajua mguu unaweza ukatembea mpaka ukafikia hatua ya kujikwaa, lakini jicho hatari inapokuja, kabla haijafika, jicho linaanza kufumba mapema. Ndivyo Mungu anavyosema kwamba unapogusa mboni yake, anachomaanisha ni kwamba unapoikubali kafara ya Kristo, unapokubali kukombolewa, adui yako, changamoto yako inapokuwa inakuja, Mungu anakuwa wa kwanza kukukingia kifua. Haleluya. Amen. Mungu anakuwa wa kwanza kukukingia kifua. Lakini unauliza, sasa kama ni hivyo, mbona jambo fulani lilipitia? Na mimi nataka nikwambie, kama si Mungu kukinga kifua, lile jambo liloona limekuumiza, kama Mungu asingekinga kifua, lilikuwa ni kubwa mno. Mungu alizuia sehemu kubwa akakuachia kadogo ili uone kwamba kulikuwa na vita inaendelea. Yaani kaliko kugusa kalikuwa ni kadogo, lakini pambano kubwa Mungu alilipigana. Na ndio maana akasema kwenye kitabu cha Zaburi, akasema malaika zake hufanya kituo kwa wale wamchao, akiwazingira na kuwalinda. Haleluya. Amen. Akiwazingira na kuwalinda. Hivyo unapokuwa unaamka asubuhi, kama Bwana angelikuruhusu akakufumbua macho ya mwili ukaona vita iliyokuwa inaendelea usiku katika maisha yako, kama angefungua tu kidogo ukaona pambano lilokuwa linaendelea, mambo mawili yangetokea maishani mwako. Aidha ungemwacha Mungu moja kwa moja, au imani yako ingekuwa kubwa kuliko ilivyo sasa. Kama Mungu angeacha ukaona ile kwa inaendelea usiku, lakini kwa sababu Mungu anakuangalia rafiki yangu, kwa sababu Mungu anakutazama, ameruhusu ulale usingizi. Lakini unapoona umeamka asubuhi, si kwa ajili ya mageti yaliyoko hapo mlangoni, si kwa ajili ya nyaya za umeme zilizozunguka nyumba, si kwa ajili ya Masai yaliyoko hapo, bali malaika wa Bwana wamepambana usiku kucha kwa ajili ya maisha yako. Na hiyo haiwezi kutokea kwa mtu kama umwangalie. Baba anaweza kujua maisha ya familia yake ikiwa ni baba anayeangalia familia. Kama baba angalia familia, hajui changamoto zao, hajui uniform imeisha lini ya mtoto, hajui chakula kimeisha lini, hajui nini tatizo la pale nyumbani. Lakini baba anayeangalia nyumba yake, anayeangalia familia yake vizuri, lazima atajua unga umeisha, atajua hii uniform kufika mwezi wa 3 itakuwa haifai. Ndivyo wapendwa, Mungu wetu anavyowaangalia waliokombolewa. Kabla tatizo halijakukabili, yeye Mungu anaanza kukukingia kifua. Haleluya. Ningelitamani jioni ya leo zaidi ya mamia na mamilioni wale waliokuwa wamekata tamaa kwamba hawana nafasi tena mbele za Mungu, hawana nafasi tena, wamekata tamaa, wameamua kuachana na mambo ya Mungu, kwamba Mungu hawaoni. Walipokosa ajira wakaamua kwamba kama Mungu angekuwa ananiona, mbona niliosoma nao wana kazi. Wako wengine wameamua
kuacha mambo ya Mungu kwa sababu wameona waliosoma nao wanaendesha magari, wao hawana magari, wakakata tamaa. Wameamua wengine, wale waliocheza nao utotoni, wameolewa, wao hawajaolewa, wamekata tamaa kwamba mimi anioni Mungu mimi aniangalii. Jioni ya leo na kutia moyo ya kwamba ikiwa unaamini ya kwamba umekombolewa kwa damu ya Kristo pale msalabani, ikiwa unakubali kwamba damu ya Kristo imefanya kazi kwa ajili yako, wewe Mungu anakuangalia. Wewe Mungu anakuangalia. Ndiyo, katika kitabu cha Yeremia 32 mstari wa 37 mpaka ule wa 40. Yeremia 32 mstari wa 37 mpaka wa 40. Soma msomaji. Neno la Bwana linasemaje? Tazama nitawakusanya. Tazama nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote nilizowafukuza. Na kuwatoa katika nchi zote. Nini anachosema? Mungu anasema hatawakusanya hawa watu waliokombolewa, kuwatoa katika changamoto zote zilizowazingira, kuwatoa katika shida zote zilizowazingira, kuwatoa katika kila dhambi iliyowazingira, kuwatoa kila mahala, kuwatoa katika vilio, kuwatoa katika ukataliwa, kuwatoa kwenye uzinzi, kuwatoa kwenye uvutaji, kuwatoa kwenye vilio. Anasema nitawakusanya hawa watu, nitawakusanya katika nchi zote zilizowatesa. Anasema ndiyo, katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi, nami nitawaleta tena hata mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie wewe una Elia, neno la matumaini kutoka katika neno la nguvu ni kwamba Bwana atakuleta tena hapa. Yawezekano umeshatanga mbali, yawezekano umeshaenda mbali, lakini anasema kwa kuwa ulipokuwa unapotea yeye alikuwa anakuangalia. Hakuwahi kugeuza macho yake asikuangalie, hajawahi kuweka macho yake mbali. Ulipokuwa unanyanyaswa alikuwa anakuangalia. Anasema nitawaleta tena hapa. Hakisha waleta nini kitatokea? Msomaji malizia. Anasema nami nitawakalisha salama salimini. Haleluya. Amen. Anasema kisha waleta hata wakalisha salama salimini. Olewa, kuna pale nimesema mambo ambayo Mungu anayangalia sana. Hapa anasema nitawakalisha salama, ongezea na neno salimini. Yani ni usalama zaidi ya usalama. Haleluya. Ni ulinzi zaidi ya ulinzi. Haleluya. Ni furaha zaidi ya furaha. Haleluya. Mungu anajua, rafiki yangu na Elia, jioni ya leo Mungu anajua maumivu yako. Mungu anajua, anakuangalia popote unapopita. Jinsi ambavyo hapo kazini unanyanyasika, Mungu anaangalia wala hajanyamaza. Anasema we acha tu upite kwenye hayo madogo, acha tu upite kwenye hayo changamoto, lakini ipo siku nitakuleta tena na utaishi salama salimini. Nazungumza na mtu ambaye wewe ndio umekata tamaa. Hiyo dhambi ambayo unafikiri imekutesa, imekutenga na Mungu, imekutenga na ndugu zako, imekupeleka mbali. Hilo kosa ulilofanya nyumbani, ukakimbilia kisiwani, ukakimbilia kwenye uvutaji, ukatoka nyumbani. Mungu anasema anaangalia hayo yote na atakutoa huko, atakutoa huko, atakuleta tena kwenye himaya yake na utaishi salama salimini. Kwa nini usikubali kafara ya Kristo msalabani? Kwa nini usitembee kifua mbele kwamba umekombolewa? Na ukombozi huu haukufanyika kwa baadhi ya watu, ulifanyika kwa wote wenye mwili. Maana neno la Mungu linasema, tazama mwana kondoo wa Mungu haichukuaye dhambi ya ulimwengu. Si haichukuaye dhambi ya dhehebu fulani, si haichukuaye dhambi ya viongozi wa dini, si haichukuaye dhambi ya wachungaji, si haichukuaye dhambi ya Wayahudi. Biblia inasema tazama mwana kondoo wa Mungu haichukuaye dhambi ya ulimwengu, haichukuaye dhambi ya ulimwengu. Damu ya Kristo ili tutengenezea upatanisho kati yetu sisi na Mungu, ili tufanya turudi kutoka tulipokuwa, ili tufanya turudi kutoka kule tulikokuwa tumepotea. Damu ya Kristo imetupa kibali ili rudisha tena thamani yetu iliyopotezwa na Adamu. Unajua, Adamu alipotenda dhambi alivunja thamani yetu mbele ya Mungu. Alivunja thamani yetu.
alituvunjia thamani tuliyokuwa nayo mbele za Mungu, lakini damu ya Kristo imeturejeshea tena thamani mbele za Mungu. Haijalishi uko wapi rafiki yangu jioni ya leo, huenda uko kwenye pombe, bado una thamani mbele za Mungu kupitia kafara ya Kristo. Wewe ikubali tu ikutakase na dhambi. Yawezekana jioni ya leo umetengwa na kanisa lako, umetengwa usharika, umefukuzwa kwa sababu ya dhambi fulani. Ikubali kafara ya Kristo irejeshe tena thamani yako mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Kitabu cha Yeremia sura ya 51 mstari wa 20 mpaka wa 24. Sikia Mungu anavyokuita wewe. Yeremia 51 20 mpaka 21 mpaka 24. Kimbia msomaji wangu. Anasema anavyokuchukulia. Haleluya. Wewe urungu langu na silaha zangu za vita. Mtu aliyekombolewa anasema ukisha ikubali kafara ya Kristo, Mungu anakuita wewe ni rungu lake. Haleluya. Amen. Na silaha zake za vita. Nini maana yake? Mungu anajivunia wewe. Jamani, mungesema amina ya nguvu. Jamani, Mungu anajivunia wewe. Kuwepo kwako duniani sio hasara. Mungu anajivunia. Kwa nini mwanadamu akutishi? Mungu anajivunia uwepo wako. Anasema wewe ni rungu langu la vita na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitawavunja vunja mataifa. Na kwa wewe nitaharibu falme. Na kwa wewe nitamvunja vunja farasi. Asante sana. Na yeye ampandaye. Ishia tu hapo. Asante. Yani hapo unaonekana, mpenzi msikilizaji wangu, utembee kifua mbele, una thamani mbele za Mungu. Hapa ninachokirudisha kwako ni ile thamani ambayo shetani ameipoteza kwa sababu tumekuwa mdhambi. Shetani amekwambia una thamani tena. Angalia Mungu anavyokuangalia rafiki yangu. Angalia Mungu anavyokuchukulia. Anasema wewe ni rungu langu, wewe ni silaha zangu, wewe nitakutumia. Haleluya. Amen. Jivunie. Jivunie. Lakini jambo la pili ambalo Mungu analiangalia sana, ndoa. Mungu anaangalia sana ndoa. Wapendwa, kama ulikuwa haujui, Mungu anaangalia sana ndoa. Ndoa sio kitu cha mchezo. Waweza ukasema amegeuka, amekuwa katika mambo ya kaya na familia. Aliyekufunga kwamba ndoa sio jambo la kiroho ni shetani. Ndoa ni jambo la kiroho. Ndoa ni injili. Ndoa ni wokovu. Ndoa. Na Mungu anaiangalia sana kuliko vitu vingine. Ndoa. Ndoa Mungu anaiangalia kuliko unavyofikiria. Yani pale unapokuwa unaichezea ndoa, Mungu anahuzunika kwa sababu Mungu anaangalia kuliko unavyofikiria. Sikiliza anachokisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mathayo 19 mstari wa 5 mpaka wa 6. Anasema ndio. Akasema ndio. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba na mamaye. Ataambatana na mkewe. Na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu. Sikiliza hiyo sentensi. Basi aliowaunganisha Mungu. Aliowaunganisha mchungaji Mungu. Aliowaunganisha kanisa Mungu. Anasema basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa hiyo ndoa anayeunganisha ni nani? Mungu. Mungu hawezi kufanya kitu kwa mikono yake alafu akakiacha tu kiende hivi hivi. Haiwezekani. Yaani anasema ndoa imeunganishwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo macho yake yote yako hapo. Ndoa inapokuwa inapita kwenye migogoro, Mungu anaangalia. Na ogopa Mungu akiangalia. Ikiwa wewe ni chanzo cha hiyo migogoro, Mungu anakuangalia sana. Haijalishi ni mke, haijalishi ni mume, haijalishi ni baba mkwe, haijalishi ni mama mkwe, haijalishi ni mawifi, haijalishi ni majirani. Lakini unapokuwa chanzo cha mgogoro kwenye ndoa, Mungu anaangalia sana. Sana. Na hapa ninasikitika, ni watu ambao watamani ndoa. Kuna watu ambao hawatamani ndoa. Sikiliza, ikiwa kweli unatamani uzima wa milele, tamani ndoa. Kama unatamani uzima wa milele, tamani ndoa. Kwa sababu nasema Mungu anaiangalia sana
aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Pendwa msikilizaji wangu, ogopa hiyo kauli ya Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyefunga hiyo ndoa. Anaposema aliloliunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Ikiwa wewe umekuwa chanzo cha kutenganisha ndoa, Mungu anakuangalia sana. Na kuna uwezekano yako mambo yako yamekwama, lakini chanzo huenda kuna wanandoa, ndoa ilivunjika, lakini walipotawanyika kila mmoja akaenda anasema kama si fulani ndoa yangu isingevunjika. Huenda ni mwanamke, mwanaume anasema kama yule mwanamke wangu asingekuwa chanzo. Huenda mwanaume kuna magumu anapitia, lakini anasema haya magumu anapitia, kama mke wangu asingekuwa chanzo cha hii ndoa kuvunjika, haya asingenipita. Huenda ni mwanamke anapita kwenye magumu, anasema kama si mume wangu kuwa chanzo cha hii ndoa kuvunjika. Kuna mambo katika maisha yako yataharibika kwa sababu umechezea jambo la Mungu. Chezea jambo la Mungu. Na hapa naweza kukazia, kuna watu wanaheshimu nyumba za ibada, kuna watu wanaheshimu viongozi wa madhehebu badala ya kuheshimu ndoa zao. Kwa sababu viongozi wa madhehebu wanawaletea neno, wanakuja kuwaombea, wanawaheshimu, wanashindwa hata kuheshimu ndoa zao. Haina maana kumheshimu kiongozi wa kiroho wakati unadharau ndoa yako. Haina maana. Kuna wengine ndoa zimevunjika, lakini anatembea anasema kama sio mama mkwe ndoa yetu isingevunjika, kama sio wifi ndoa yangu isingevunjika. Sikiliza wifi, kama wewe umekuwa chanzo cha ndoa kuvunjika, jioni ya leo na unahitaji uzima wa milele, lazima ukimbie msalabani ukatubu kwa sababu ya ndoa hiyo kuvunjika kwa ajili yako. Hukuchezea mgawanyiko wale watu wawili, bali ulichezea jambo ambalo Mungu analiangalia sana. Imagine, ngoja nikupe mfano huu. Wengi tuliofunga ndoa tuna shera. Hebu angalia macho nayo, angalia ile shera. Urudi unatoka kazini ukute mtoto ameivaa anaenda sokoni. Ni sawa na utakayemkuta amechukua kitenga ameenda sokoni? Yaani ukute mtoto amechukua shera yako nayo angalia sana, ameenda nayo sokoni. Na wakati huo mwingine amechukua kitenge chako cha kushindia ameenda nacho sokoni. Nani ambayo utamwadhibu sana? Ni yule aliyechukua shera, kwa sababu unaiangalia sana. Ndivyo ilivyo kwa Mungu, yale mambo anayoangalia sana yanapochezewa anachukua hatua haraka, hawezi kusubiri. Mtu anapochezea watu waliokombolewa, shetani anapowatesa, Mungu anachukua hatua haraka sana kuwarudisha. Lakini mtu anayechezea ndoa, Mungu anamwangalia sana. Kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 16 anasema, ndio Malaki sura ya 2 mstari ule wa 16, ndio neno la Bwana linasema hivi. Linasemaje? Maana mimi nachukia kuachana. Sikiliza, Mungu anasema maana mimi Mungu nachukia kuachana. Sio wana ndugu wanaochukia kuachana, sio kanisa linalochukia kuachana, bali Mungu mwenyewe anachukia kuachana. Anachukia taraka, anachukia kupelekana mahakamani, anachukia kuachana katika mtazamo kwa wanandoa. Na leo Mungu anaangalia sana ndoa zetu. Kuna watu wanatembea pamoja kwenye magari, kuna watu wanakuja kwenye nyumba za ibada pamoja, lakini kiukweli walikwisha achana. Swali lako ni hili: mwinjilisti, unajuaje watu wanakuja kanisani wanapendana? Unajuaje kama walikwisha kuachana? Na mimi swali ni hili nalo kuuliza: mbona umeingia kwenye vikoba na mume wako hajui mpaka walipokuja kuchukua vyombo? Mbona uliingia kwenye vikoba na mume wako hajui? Na mimi nakuuliza wewe mwanaume, mbona una akaunti fulani na mke wako hajui? Mpaka siku ikifungwa ndio unasema kwamba akaunti yangu imefungwa. Na wakati Biblia imesema hawa si wawili tena, ni mwili mmoja. Yawezekanaje mkono wa kushoto ukafanya jambo, mkono wa kulia isijue? Yawezekanaje mguu ukafanya jambo, kichwa kisijue? Hilo ni tangazo kwamba watu walikwisha kuachana. Na kwa sababu hiyo Mungu anaangalia sana. Mungu anaangalia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo la tatu ambalo Mungu anaangalia sana, Mungu anaangalia sana ibada. Ibada Mungu anaangalia sana.
Ibada unayofanya Mungu anaiangalia sana sana. Unapokuwa unaingia kwenye ibada, kuanzia nyumbani, kwenye nyumba yako ya ibada, Mungu anaangalia sana ibada kuliko kitu chochote anachokiangalia. Na hivyo unapokuwa unafanya mchezo juu ya ibada, unamkosea Mungu, na Mungu anaangalia sana kuchukua hatua. Unajua shetani miongoni mwa vitu ambavyo anafanya, anajua vitu ambavyo Mungu anaviangalia sana, na ndivyo anavyovivuruga. Shetani amevuruga ndoa, shetani amevuruga ibada. Shetani amevuruga ibada, lakini Mungu anaangalia sana. Sikiliza yeye Mungu anachokisema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 21. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Sikiliza Biblia inachosema. Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 21. Neno la Bwana linasema, linasemaje? Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi, akawavisha. Nini Mungu alikuwa anatafuta? Adamu, shetani alipoingia, alichofanikiwa shetani kufanya kwa Adamu ni kumuondoa katika ibada ya Mungu, ampeleke awe na ibada nyingine. Na hivyo alipokwenda kule kufanya ibada, Mungu anapokuja, kwa sababu alikuwa anaangalia, anapomvisha nguo ni kumrudisha Adamu kwenye ibada ya kweli. Haleluya! Mungu anatamani wanadamu wawe na ibada ya kweli, wafanye ibada, maana shetani ameharibu ibada, ameharibu mfumo wa ibada, ameanzisha ibada nyingi. Lakini Mungu anaangalia. Alimtafuta Adamu, akamkuta Adamu yuko kwenye ibada zinazofanyika kwa kujificha. Mungu akamuita Adamu, akamvisha nguo, harudi katika ibada. Jioni hii ya leo, penzi msikilizaji wangu, angalia ibada unayofanya. Je, inamtukuza Mungu? Na kama imtukuzi Mungu, Mungu anakuita urudi katika ibada ya kweli. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 22 mpaka 23. Kimbia msomaji. Yohana sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 23. Neno la Bwana nasema, linasemaje? Ninyi mnaabudu msichokijua. Anasema ninyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja. Anasema saa inakuja. Nayo sasa ipo. Tena hiyo saa yenyewe ipo tayari. Ambao wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa sababu gani? Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Asante sana. Simama. Kwa hiyo Mungu anasema ibada halisi ya kwake ni kumwabudu Mungu katika roho na nini, ndugu zangu? Na kweli. Wako watu ambao wanafanya ibada ya rohoni, lakini kama haina kweli, hiyo sio ibada. Wapo wanaofanya ibada ya kweli, lakini sio ya roho, hiyo ibada sio ya kweli. Ili iwe ibada ya Mungu, lazima ijengwe katika mambo mawili, ijengwe katika roho na kweli. Sasa unasema nitajuaje, mtumishi wa Mungu? Nitajuaje ibada ya kweli na ya roho? Tofauti yake ni nini? Ibada ya roho ni yale matendo mema unayoyafanya. Unaweza ukafanya ukawa ingi kwenye nyumba ya ibada yoyote. Ukisoma Galatia 5 mstari wa 20 anasema matendo ya roho ndio haya: utu wema, fadhili, rehema. Hiyo ni ibada. Kufanya utu wema, rehema, fadhili, uvumilivu, hiyo ni ibada. Lakini anasema mbele za Mungu haijawa ibada bado, japo kwa utaiona ni ibada, lakini anasema lazima iwe katika roho na nini, na kweli. Kweli ni nini? Lazima hata kama unatenda matendo mema, lazima hiyo ibada ipime kwenye neno la Mungu ambayo ndio kweli. Hayo mambo matatu Mungu anayaangalia sana, ndugu zangu. Mungu anaangalia sana watu aliowakomboa. Mungu anaangalia sana ndoa. Mungu anaangalia sana ibada. Usicheze na ibada. Ibada isiyokuwa na kicho, ibada ambayo haina kicho. Watu hawana kicho kwenye ibada. Watu wanachati kwenye ibada. Watu wanatongozana kwenye ibada. Watu wanasenganyana kwenye ibada. Watu wanafanya watakavyo kwenye ibada. Penzi rafiki yangu, popote pale ulipo, fanya mchezo na mambo mengine, usifanye mchezo na ibada. Ibada
ibada Mungu anaiangalia sana. Hata jioni ya leo, msikilizaji wangu ambaye uko kwenye gari lakini umetuni Mahubiri TV, umetuni Segerea Adventist Channel, umetuni Bukelebe TV, haiza kwa mtandao wote ule, kupitia Facebook, kupitia Instagram, kupitia YouTube, unapounganika pamoja na sapa kwenye ibada, weka kicho kwenye hiyo ibada, weka heshima, maana ni ibada. Haleluya! Kwa sababu Mungu anaangalia sana ibada. Mungu anaangalia ibada yako, Mungu anaangalia ibada yangu, lakini Mungu hana kuangalia kwa sababu ametumia gharama kubwa kukukomboa. Mungu anaangalia wale watu waliowakomboa. Mungu anaangalia ndoa yako. Jioni hii ya leo waweza ukagundua, je, hivi kweli unatambua thamani ya msalaba? Unatambua thamani ya damu ya Yesu pale msalabani, kwamba ni kwa ajili yako, kwamba ni kwa ajili ya watoto wako, kwamba ni kwa ajili ya ukombozi wako? Je, unatambua kwamba ndoa yako Mungu anaiangalia? Je, unatambua, je, ibada unayofanya imejengwa juu ya mambo mawili, katika roho na katika kweli? Ikiwa unagundua ya kwamba kuna mahara hauko sawa, fanya maamuzi. Fanya maamuzi jioni ya leo. Tutakuwa na ubatizo Jumamosi ijayo. Hivyo nasema mimi nahitaji kufanya mahusiano na Mungu. Nahitaji Mungu aniangalie tena. Nilitishwa mimi, nikawa mlevi, nilitishwa, nikaonekana sina thamani, lakini kumbe Mungu ananiangalia na ameahidi kunitoa huko niliko, na ameniahidi kuniweka salama, na hivyo ninamrudia, ninaamua kurudi kwake, anipe heshima niliyoipoteza. Toa maamuzi yako. Popote pale ulipo, pale Mfenesini kuna kituo, pale Nzasa kuna kituo, pale Katoma, kule Marekani, kule Japani, pale Arusha, pale Arusha Mianzini kuna kituo. Kimbia pale kama uko maeneo hayo, lakini kama uko mbali, tuma ujumbe kwenye namba zinazopita hapo kwenye runinga yako. Tuma ujumbe, sema nahitaji ubatizo, nahitaji kumrudia Mungu, naye Bwana hatakupa nafasi tena uliyoipoteza. Ikiwa uko hapa kituoni, simama tunapokwenda kuomba. Ikiwa uko hapa kituoni, hata mlioko kule vituoni, pale Msumi waweza ukasimama, pale Nzasa unaweza ukasimama, pale Katoma ambao tuna uhakika vituo watu wako hapo wanaangalia, unaweza kusimama. Lakini kama umetuni Mahubiri TV au Bukelebe TV au Segerea Adventist Channel, waweza kukaa pembeni tunapokwenda kuomba. Na ninapoomba hapa Segerea, wewe waweza ukaomba huko uliko, waweza ukaomba, mwambie Mungu ninarudi kwako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu jioni ya leo tumeona ya kwamba wewe yako mambo ambayo nayaangalia sana, na kwa sababu nayaangalia sana, uko tayari kuchukua maamuzi. Hautakaa utulie wakati watu wako uliowakomboa kwa damu yako wananyanyasika katika ulimwengu huu. Hautakaa utulie wakati ndoa ya mtu fulani inapita kwenye magumu. Hautakaa utulie wakati shetani anapovuruga ibada uliyoanzisha mwenyewe. Bwana, umetuambia hautakaa utulie hayo mambo matatu yanapochezewa. Jioni ya leo wako watoto wako ambao wamegundua ya kwamba walikwenda mbali na wewe na wanafanya maamuzi kurudi. Baba, ninaomba jioni ya leo, kila ambaye anakukiri kwamba damu yako ni kwa ajili yake, mtembelee jioni ya leo. Hata kama yuko kwenye kilabu cha pombe, mtembelee jioni ya leo. Hata kama yuko mahali ambapo hapastahili, amekata tamaa, amevunjika moyo, amekatishwa tamaa, Bwana ninakusihi jioni ya leo warejee watoto wako. Ikiwa uko hapa kituoni Segerea, unasema mimi natoa maisha yangu kwa Bwana, nataka Bwana nimrudie tena, nilitanga mbali, nataka nirudi kwa Bwana, nahitaji ubatizo. Utakapotolewa liwe miongoni mwa watakaobatizwa. Nyosha mkono wako nikuombe. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, angalia mikono ya watoto wako ambao umenyosha. Hawakunyosha kwangu, wamenyosha kwako Bwana. Wanafanya mahusiano mapya na wewe. Hata kule vituoni Bwana wamenyosha, wanafanya mahusiano na wewe. Kwa sababu wanafanya mahusiano na wewe, jioni ya leo ukawe ngao kwao, ukawapiganie vita yao, ikawa ni vita yako, katika jina la Yesu. Kila anayeamini aseme amen.